umaskini. Licha ya ukuaji wa uchumi, kiwango cha umaskini bado ni cha juu, hasa maeneo ya vijijini. Watanzania wengi huishi kwa kipato kidogo kisichozidi $1 kwa siku. Hata hivyo, wanaofanya kazi mjini bado wapo katika kile kinachoitwa wafanyakazi maskini kwa kupata malipo yasiyozidi $2.15 kwa siku. Elimu ndio chanzo kikuu cha ustawi wa binadamu na maendeleo. Tunasoma katika kitabu kitukufu, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. Amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha binadamu elimu zote hizi kwa msaada wa 6 wa kalamu zinazoandika vitabu ambavyo watu wanapata elimu. Amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hajui. Qur'an 96 sura 96 aya kwanza mpaka aya 5. Kwa kanuni hiyo, taifa lazima liwe na nguvu kubwa, liwekeze nguvu kubwa katika elimu. Taifa letu Tanzania linaandaa walimu wachache ukilinganisha na hitajio. Kwa mfano, katika taarifa za kielimu zinaonyesha mwaka 2024-25 serikali ilipanga kuajiri walimu 12,000. Hiki ni kiwango kidogo mno ukilinganisha na ukuaji wa taifa 1961 mpaka 2025. Taarifa zinaonyesha wakati serikali ikipanga kuajiri walimu 12,000, hitajio la walimu kwa madarasa ya awali na msingi peke yake ni 116,885. La mwisho katika sura hii ndogo ni sera ya elimu bure Tanzania. Muonekano wa sera hii unatatanisha. Kwa mfano, katika shule zote nchini Tanzania wanafunzi hutozwa michango mbalimbali kila siku. Fedha hizo kidogo kidogo ni sawa na kuigawa ada katika siku za muhula ya masomo ya mwaka. Mwisho wa sanaa hii inaturudisha pale pale shule za serikali zinatoza ada. Afya tunapendekeza. Tumeona jinsi watu maskini wanavyokutana na dhoruba ya matibabu katika hospitali za serikali. Raia wengi wanatamani serikali ingerejesha mfumo wa awali wa kutouziwa huduma na dawa katika hospitali za serikali. Katika fikra za kutafuta njia ya kati na kati, tunapendekeza haya. Moja, serikali ianzishe sera na mfumo ambao raia atalipa 20% ya gharama za matibabu na serikali italipa 80% iliyobaki. 2, serikali iondoe wakala wa zabuni katika ununuzi wa vifaa, dawa na badala yake inunue moja kwa moja kutoka kwa mtengenezaji. Hatua hii itaondosha fursa ya ufisadi katika manunuzi. Kwa mfano, tuliona moja ya hospitali za serikali ikitangaza kuanzisha huduma ya usafishaji wa damu dialysis baada ya kupata mashine. Katika tangazo hilo ilitaja thamani ya mashine walioionyesha kuwa thamani yake ni shilingi milioni 70. Wakati huo ukiingia katika mitandao, mashine kama hiyo inauzwa $7,800, sawa na wastani wa shilingi milioni 21 za Tanzania. 3, serikali itunge sheria kali za kukomesha uzembe katika majukumu. Kwa mfano,